nilikuwa naongelea hiki kitu hapa. Nilikuwa naongelea kitu hapa kwamba hii market still tunaiona inaenda huku juu. Sasa katika haya mazingira nilikuwa nasema hivi ni kwamba unapokuwa unaangalia kwamba hii market namna ilivyotengeneza hiki kitu, utakuja kugundua kwamba licha ya kutengeneza hivi vitu ambavyo imetengeneza hapa, naomba nitoe hiki kitu. Sasa ukiangalia hiki kitu hapa namna ambavyo imetengeneza sawa sawa, utakuja kugundua kwamba hii bado hii ilitumika kama impulse, lakini haikuwa ni impulse, ilikuwa tu ni correction hii sawa sawa, kwa sababu movement ya JPY angalia zilikotoka, zimetoka huku chini huku. Umeona hicho kitu? Kwa hiki ni correction ambacho kipo inside correction, yani hii hapa hii ni correction inside correction. Kwa utakuja kugundua kwamba trend bado ni hii huku, kwamba hii ilikuwa ni trend yake ni hii. Kwa hii ni correction tu ya kwenda. Umeona hicho kitu? Kwa manake hii ndio ilikuwa main swing, ambapo kama alitengeneza kitu cha namna hii hapa. Kama hii ilikuwa ni tuseme hii ilikuwa ni swing formation high, hii ni swing formation low, na hii ni swing formation high, hii ni swing formation low. Kwa kuna possibility ya kuja kuvunja once again huku kupata impulse ambayo ni kubwa zaidi katika hili eneo na tukaenda mbali zaidi huko. Kwa kuna possibility ya kuja kuvunja tena hapa. Kwa ukiangalia kwenye time frame ya weekly hii, ingawa hii ilikuwa ni tunasemaga ni intensive pullback, ndo hii ni kubwa ambayo ukienda kwenye time frame ya chini huku utaona kwamba ni trend kabisa hii. Lakini still sasa hivi tupo kwenye upward trend inaenda. Ukiangalia kwamba tayari ameshatengeneza kwenye ile pullback, ameshatengeneza swing formation high, swing formation low. Swing formation high hapa ilikuwa amekuja kutengeneza swing formation low. Then market ina push up. Kwa hapa lazima atavunja hapa, naenda huku juu. Sasa ukija katika haya mazingira, nipunguze kelele kwenye chat. Sasa katika haya mazingira focus yetu kubwa ni hapa, lakini focus ya mtu ambaye ni holder, ana hold, maana anaweza akaja akavunja katika hii point hapa. Njoo hapa sasa kwenye time frame ya 4 hour, tukitoka weekly maana ni 4 hour. Nilikuwa naona ni Saidi ndugu yangu hapo alikuwa ameonyesha hii ni kweli, this is OB, ni OB kweli hii hapa ambayo umeionyesha. Lakini kuna kitu ambacho nilikuwa nimeelekeza mara nyingi sana hiki kitu. Nilikuwa nasema hivi, tumruhusu ndugu yetu aingie. Tulikuwa tunasema hivi, yani kuna muda licha ya kucompare vitu na kuona namna gani kuna kitu cha kukiangalia hapa. Unaweza ukajikuta kwamba market yako ilikuwa inatoka katika hii movement inaenda down. Sawa. Sasa ilivyotoka huku down, maana it means liquidity zako utakuwa unazipata huko. Liquidity ambazo tunasema ni potential liquidity unazipata huko ndani. Alright? Sasa ukizipata liquidity huko ndani, unajikuta kwamba hii market, let us assume kwamba imetoka huku chini inaenda huku juu. Sawa. Unajikuta kwamba hapa pana potential liquidity hapa. Sawa. Then hii market kabla haijafika hapo inakutengenezea structure nyingine ambayo ni continuation around this area. Kabla haijafika hapo inakutengenezea hiki. Information inayokuambia hapa ni kwamba hii market inakuja kuvunja wapi? Inakuja kuvunja hili eneo hapa. Sasa maana yake unaweza ukajikuta kwamba inafika hapa itareact kweli kwenye nani yako, kwenye ile tunasema liquidity, kwa sababu ipo kwenye potential area, ni zone kweli, lakini kwenye zone yenyewe imecontain hiyo potential liquidity, then market itareact tu kidogo. Unaweza react tu kidogo alafu market ikaendelea kwenda. Ikipata liquidity nyingine huko ina react kidogo, lakini mwendo unaendelea. Ndio kitu ambacho kinatokea katika hii point hapa. Ukiangalia katika point yako hii, kuna liquidity ambayo iko hapa. Lakini before kuiattach kufika kwenye hii liquidity, hii market imekupa continuation structure ambayo ni hii hapa. Ilikupa liquidity hapa, imeichukua, then market inakuja ku approach hili eneo, kuja katika hili eneo. Kwa hiyo kitakachotokea hapa ni nini? Utakutana na kitu cha namna hii. Utajikuta kwamba market inakuja inafanya kitu cha namna hii, inaweza ikafanya swing out kidogo hapa, alafu market inavunja, inaendelea kwenda. Kwa mimi hii siwezi kuitrade nikiwa nimeona kuna hiki kitu ambacho kipo karibu kabisa na hiyo market. Hii liquidity siwezi kuitrade kwa sababu ya hii. Tunasema ni liquidity mbili ambazo zina oppose each other. Lakini nakuja kuangalia ipi ipo kwenye direction ya trend,
na ikuta kwamba hii ipo kwenye direction ya trend ya kuidirect hii market iendelee kwenda juu zaidi. Kwa hiyo nikitrade hii nitakuwa nipo against na hii trend, lakini pia itanitesa. Unaweza ukatrade hapa, maana unaanza kuhofia kwamba hii bila break even bila nini inaweza kanani, kwa sababu upo against trend, na ikikataa inakataa kweli. Unaweza kushangaa tu pap. Sometimes tunasemaga ndio kile kinafanyika, tunasema market inafanya retest za aina mbili, ambao unaweza kujikuta badala ifanye in retest inafanya outer retest. Yaani unajikuta kwamba market ulitegemea kwamba ifanye, ikifika hapa ifanye hivi pap, ndio hiji market inavunja kwanza afu ina retest kwa juu inaenda. Hii ni outer retest, hii ni in retest. Manake market inafanya kitu cha namna hii. Kwa hiyo lazima uwe makini hapa. Licha ya yote hayo, JPY zote zina structure ya namna hii. Yaani JPY zote zina structure ya namna hii. Njoo angalia hapa. Huyu jamaa huyu. Tuje naye huku kwenye weekly. Right? Huyu anatembeaga, huyu ni kama ndo anayewafanya wakina nani? Wakina JPY waende wapi? Yaani huyu ndo anaamua. JPY zote huwa zinamfuata huyu jamaa. Anaenda wapi? Right? So katika mazingira hayo unakuja kugundua kwamba huyu jamaa ni kweli hapa hajafika katika hii point hapa, lakini ukiangalia hapa ametengeneza swing out ambayo hii tunasema ni failed swing kwa sababu haikuvunjwa huku. Yaani amekuja kutengeneza hapa ni top, ametengeneza top mbili, right? Katika haya mazingira. So katika mazingira haya unakuja kuangalia kwamba ametengeneza top ngapi? Top mbili. Sasa kama ametengeneza top mbili, manake it means haja shift huku juu. Manake unaweza ukajikuta kwamba hii double top hii inamfanya huyu anavunja katika hii point, anavunja hapa. Licha ya kwamba hapa pana potential liquidity ambayo iko katika hii point hapa. Iko ndani hapa. Ndani hapa. Anaweza akafanya tu rejection ndogo. Yaani unaweza ukajikuta tu kwamba amefika hapa, akafanya rejection hata ya weeks tu. Alafu huyo anaenda chini. Sasa huyu akienda chini, manake JPY pairs nyingi zitaenda juu. Yaani zitaenda juu sana. Wakina GBP JPY, Euro Japanese Yen, utaona wanaenda wapi? Wanaenda juu. Kwa katika mazingira haya na shauri kuambia, yani nakwambia kwamba JPY pair angalia sana entry ukipata ya kubai, kama itakubali unafanya hivyo. Right? Unafanya hivyo. Na mara nyingi sana nikupe hii code. Kupe hii key ambayo inaweza ikakusaidia hapa. JPY nyingi entry huwa inapatikana either iwe ni ya kuhold au ni pullback. Entry huwa inapatikana Ijumaa. Yaani entry huwa inapatikana Ijumaa. Ijumaa pale unapata entry ya JPY. Nimeeleweka hapo? Hapo nimekupata mzee. Mwenye swali kwa JPY hapo? Kwa hata ile kwenye structure ya gije, hebu iangalie pia gije, maana pia nayo imetoka kama structure inayofanana na hii ya kwenye kaji JPY. Okay. Haya, ngoja tumuandike. Hebu tuchungulie nayo pia. Watu muandike hapa GBP Japanese Yen. Unaona yeye alisha surpass. Yaani yeye yupo nje na kadi Yen. So unaona yeye ameshatoka hapo. Wakati yule na approach hapa, yeye alishatoka. Umeona hicho kitu? Yaani angalia hapa. Tuje hapa weekly hapa. Internet yangu leo ni kama iko slow sana. Vipi sijui huko kama ninasikika vizuri, sijui. Yeye kasha save hapo. Ndio. Internet yangu kidogo leo ni kama ina shida. Naona ina delay baada ya baadhi ya vitu kuna ina delay kufanya. Right? Tufanye hivi labda. Tufanye hicho kitu. Unasikika? Nasikika